Naam, karibu sana, tunarudi tena. Tunarudi tena. Najua tulikuwa tumemisi vitu adimu. So tumerudi tena. Hii ni Baraka One TV ambayo kuna sikiza matangazo yetu kutoka DRC. Na jinsi unavyojua ni Rajab Wakili Kabonga, the one and all in town DJP, na matangazo hayo kunapata moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majira ni saa 6 za mchana, ikiwa ni saa 7 majira ya Afrika ya Mashariki, 6 majira ya Afrika ya Kati. Ndugu zetu ambao wako state huko United States of America, ambao wako Europe, ambao wako Canada, ambao wako Australia, ambao wako sehemu mbalimbali mpaka Filipino, tuko tunasikika sasa. Habari kubwa mbili ni moja ni kujiondoa kwa magaidi wa M23 Walikale baada ya kukutana na moto ambao walikuwa hawaamini kukutana nao. Unaona, Sud Kivu iko very different na Nord Kivu. Ili hapo tuweze kuanza kukubaliana na hilo. Utakubali utakataa, lakini ukweli ni kwamba kuna tofauti kati ya Sud Kivu pamoja na Nord Kivu. Hiyo ni moja. Pili, Twirwaneho barefugee Rwanda yuko milima ya Haut Plateau na Mai Plateau. Na wao pia kutokana na kipigo ambacho wako wanakipata, wanaanza kulalama, wanalia, wanasema masakre, wanasema wako wanauliwa, serikali inawaua, FRDC inawaua, wazalendo wanawaua. Sasa swali langu najiulizaga tu siku zote ni hizi, ni kwamba hii Twirwaneho ni kundi la wakina mama, Twirwaneho ni kundi la maskauti, ama Twirwaneho ni kundi la wacheza ngoma? Na pia tutagusia kuhusiana na Nyangezi, alifanyika Nyangezi jana. So jana kulipamba moto tena Nyangezi, na ile point moja muhimu sana kuweza kuangukia mikono ya wazalendo, na silaha moja kubwa hivi ambayo kuweza kukamatika kwa silaha ni habari njema kiukweli kwa wazalendo, na hivyo itawapa nafasi kubwa ya kuweza kusonga mbele. Kama jinsi nilivyoona, nawaambia kwamba hao jamaa wameweka mitego zao sehemu mbalimbali. Hao jamaa wako na snipers ambao wamewekwa sehemu mbalimbali, na wako wanasubiria tu ile entre ya wazalendo, ile ya amvrage ile ya kwenda kisha ndio waende wakutanane na moto. Kwa hiyo ndugu zangu, mkiambiwa kwamba tulieni, mipango iko inafanyika juu ya kuja kukomboa Bukavu, Goma na sehemu zingine, watu wanakuwa wanamaanisha kweli. Unaona, kwa hiyo haina haja ya kuumia, sisi mambo yatakuwa sawa. So kulifanyika hiyo kitu maeneo ya Nyangezi, na hivyo kuweza kuwapa ushindi mkubwa wazalendo ambao wanaendelea kuonyesha fierté ya FRDC ya RDC niseme, na kuendelea kuonyesha kwamba Mnyarwanda anaweza akachezea sehemu zozote zile, lakini huku hawezi kuja kuleta mzao wake. So kumbuka tu kwamba operation yetu Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na hii operation tulianza rasmi kama jinsi mlivyoona, na iko inaendelea sasa hivi. Tulikuwa tungali huko maeneo ya tarafani Fizi, na ndio tulikuwa tunarushia matangazo yetu sasa hivi. Tuko maeneo ya Fizi, na baada ya hapo baada ya hapo tutarudi tena kule kushombe batai kule ku front maplane kule, ndio tutakwenda sasa kuendeleza
operation mzuri. Unajua kote ambako niko nasikia harufu ya mzalendo na kwa niko naenda kwenda kuangalia kuna nini, na tunawapa kile ambacho tuko. Sasa tulifanya hivyo mu territory ya Fizi, na tulitembelea pia kambi moja ya Mbafu Moya, tukaacha saki yetu moja pale ya unga. So yote hii ni kusema kwamba angalau tu tunawachia kidogo wako wengi. Nikiwaambia kwamba wazalendo ni wengi, ujue ni wengi kulikweli. Unaona? Sasa tutakuwa tunafanya kwenda na punguza baadhi ya majukumu wadogo, na kisha baada ya hapo sasa ndo utakuja kufanya kitu kingine kikubwa zaidi. So kama bado pia hujaungana na Baraka One TV kwa hii Operation Saidia Mzalendo, tafadhali sana wasiliana na B1 TV, na hivyo utaweza kuwa partners kwa katika kuweza kufanya hii swala lizidi kusonga mbele zaidi. Na swala nyingine pia ndugu zangu, tutembelee Baraka One TV channel 2. Baraka One TV. Unaandika tu Baraka One TV as Baraka One TV, andika channel 2. Ama unaingia kwa description ya Baraka One TV, utaona link ya Baraka One TV channel 2 iko pale. Na ukiingia pale unakuwa ni rahisi sana kwako kuweza kwenda kujiunga na B1 TV, na kule utakutana na hii maoperation Saidia Mzalendo gisi iko nafanyika, na pia utakutana na matukio mengine mbalimbali ambayo yako yanaendelea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So karibu sana kwa ndugu jamaa na marafiki wote, Bio Kilamba Mawe, mzee wa State ya Maine, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu Afrika Kusini, Kiza Salum, Hasani Ramadhani, Mashaka Yamba, wote ndugu jamaa na marafiki. Namuona Diedone Butoto, Jacques Bahati, Colombia, Missouri, USA, ndugu yetu Kiza Salum Diedone Meshak yuko maeneo ya Michigan. Ongera sana na big up sana bwana. Ndugu zangu, kwa wale wote ambao walichangia juu ya mixer na juu ya machine, muda si mrefu tutakwenda kubadilisha, na pia wale ambao bado waangali wana suasua pia tunaomba kuweza kukamilisha kile ambacho tulikubaliana tutafanya. Jamani, unajua mipango ni matumizi ya kazi ambazo tuko tunafanya, na nyinyi ndio watu pekee ambao tunategemea ili kuweza kusonga mbele. Na pia ungana na Baraka One TV membership na hivyo utakuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa wanaisupport B1 TV. So karibuni sana kwa hili swala ili tuweze kusonga mbele. Najua kwamba nyinyi ndio watu pekee ambao mnatupa support kubwa na mnatufanya tuzidi kusonga mbele. Sasa tutakwenda kuzungumzia haya mambo. Naona kuna watu walikuwa nimesoma maoni yenu, nimepata maoni yenu mbalimbali mkizungumzia haya mambo, na kuchangia kwenu pia ni kuzuri, maana kunatufanya tuwe tunapata ideas mbalimbali. Yeah. Sasa tuanze na hii hapa. Walikale ni moja kati ya maeneo muhimu sana. Maeneo muhimu sana. Mitambo hiyo. Una mitambo iko nafanya pole tu. Nilikuwa nazungumzia kwamba Walikale ni moja kati ya sehemu muhimu na ni njia rahisi sana ya kuingia Kisangani. Sasa endapo hawa magaidi wangeweza kutumia nafasi hii ya kwenda Kisangani, ilikuwa ni hatari. Na kitu ambacho mtajua ni kwamba Kisangani pale ndio kuna 3 zone ya defense. Unaona? Yaani hawezi linganisha Kisangani na Bukavu, Kisangani na Goma. Kisangani ndio kuna commandement ya 3e zone ya defense ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Otuwele, Chopo na Bazwele
na Bazuele. Unaona hii mikoa 7 ndio inatengeneza ile 3e zone ya defense. Sasa ilikuwa iko ni ngumu kwa Masunzu ambayo yuko Kisangani kuona magaidi wa M23 wanakuja ile direction ya kwenda Kisangani. Ilikuwa ni kazi kubwa sana. Tunamtetea Masunzu kama ni tretre, Masunzu ni Mnyarwanda, Masunzu sava. Namna yote ambayo tunaweza tukampatia majina yote Masunzu. Lakini mtakumbuka tu kwamba siko namtetea Masunzu, lakini Masunzu ni adui mkubwa wa refugee Rwanda ambao wanajiita Wanyamulenge. Au tu tunaongea hivi kila mara tu tunakumbushana. Masunzu ni miongoni mwa watu ambao waliendaka kupigana ile vita ya 1996. Eske mnajua vile? Masunzu walidanganywa pia na Paul Kagame kama wengine gisi walidanganywa kina Zarias Ruberwa, wakina Nyarugabo na wengine gisi walivodanganywa kwamba njoni tupigane huku, tukinyang'anya huku, kisha na nyinyi pia mtapewa nafasi yenu. Baadaye wakawaambia no, mnaona nyinyi gisi mpo kule deja mshakuwa na identity kule, kwa hiyo tukishamalizana na huku tunaenda kuwasaidia na nyinyi kule mnachukua nini? Mnachukua Kongo. Baadaye Masunzu wakuja kuona ile yote ilikuwa ni uongo. Ndio ndio Masunzu sasa kuanza kugeukana na kina Zarias Rubero, kugeukana na wa refugee Rwanda wa Nyamulenge. Unaona? Kwa hiyo Masunzu pale kwenye iko kutoza zone ya defense pale maeneo ya Kisangani, Chopo, ilikuwa ni ngumu sana kwa M23 kuingia pale. Sasa nini kilitokea mpaka M23 wanasema hapana, sisi tunaheshimu CLF? Eske ushasikia M23 wanasema kwamba tunaheshimu CLF? Naambia mtaisha. Mnajifanya kuwa na akili, mnajifanya mmeweza, mnajifanya Mungu, mtaisha. Sasa Walikale bwana, ambacho kilitokea ilikuwa ni kama ina tena hii mambo gani bwana hiyo mix, mbona utanaibisha sana? Mix ile utatuaibisha di. Ambacho kilitokea ilikuwa ni kwamba hiyo siku ya Jumatano ambako magaidi wa M23 waliweza kufanikiwa kuingia maeneo ya Walikale baada ya usaliti uliofanyika kwa kuweza kudeborde, wakaingizwa Walikale. Sasa walijua kwamba wanakuja tu mpaka Walikale centre tu. Wakaenda kwenye ofisi za tarafa za territoire pale, wakaenda pale mcentre ville. Unaona wakapiga picha pale kama kawaida ya M23, akifika sehemu anapiga picha, tuko hapa hivyo na hivyo. Sasa wakasahau kwamba kwenye wanaingia ndani ya Centreville, katika pembezoni mwa ile Centreville kuna jaa wazalendo wa kumwaga, na wale wa FRDC ambao waliweza kula kiapo kwa ajili ya kupigania taifa walikuwa bado wako pale. Sasa kilichofuata ni nini? Kilichofuata ni serikali kusema pana, watu wakibaki Walikale, hali itazidi kuwa mbaya kwa upande wa 3e zone ya defense ambayo iko Kisangani, ambayo inaongozwa na Masunzu. Kwa hiyo wazalendo na FRDC wakawa wanashuka kwa chini, wanapiga chini. Huku pia vikosi vya ndege za Sokoi zikiwa zinashambulia kwa juu. Ambiance ilikuwa ni kubwa. Mambo yalikuwa ni makubwa. Unaambiwa M23 walipigwa mpaka kushindwa kujua
wataingilia wapi, watatokea wapi. Wale wachache ambao walibaki ndio hao unasikia wanakuambia kwamba watafute njia ya kukimbia, watafute njia ya kutokea. Eske ushapata mastori za Kaziba? Ushasikia M23 inaongelea Kaziba nini? Kile ambacho kiliwakuta Kaziba ile kuingizwa hivi kisha wanafanyiwa kitoweo mle ndani, ndio kama vile ambavyo iliyofanya Walikale. Sasa Walikale walipigwa na ndege za Sukhoi. Unaambiwa ukiona jinsi mili ya M23, vijana wa M23 wako pale, utaregrete. Utajiuliza kwamba hawa watu wako nakuja kufia nini RDC? Wako nakuja kutafuta nini RDC? Na mwisho wao utakuwa ni upi? Tunajua kwamba ndugu zetu hawa wako na roho nguvu kweli kweli. Yaani kitu roho, walipewa roho. Wanaweza wakaanguka DC 10 inaanguka mbele yako pale. Na 15, ile 5 inasogea mbele. Wanaanguka wengine 3, kunabaki wawili. Wale wawili wanasogea mbele. Mmoja kati ya wale wawili anaanguka. Ule mwingine anasema na mimi ndio ninaanguka pale mbele. So unakuta ni watu ambao wako wanakungutwa sana, lakini hawachoki kwa avance. Na ile sisi tunasema kama vile Wakongomani, kama vile wazalendo, tunasema hatuna shida na ile, na sisi tutaendelea kuwakunguta. Juu kama mtoto asikii, kogota ya masikio. Kogota tu masikio mpaka masikio irefuke. Itarefuka tu na mwisho siku atasikia. Sasa hicho ndio kipigo ambacho waweza kukipata. Sasa wao wakatumia nafasi hii kuweza kuandika kama kawaida yao, kuandika barua yao na kusema kwamba sisi M23 tumeamua kukubali kuondoa majeshi yetu ndani ya Walikale Centre na pia maeneo mengine ya Walikale kwa sababu ya kuheshimu makubaliano ya kutokuendeleza mapigano, yani cessez-le-feu. My question is, since when M23 respects ceasefire? Tokea siku gani M23 wakaheshimia cessez-le-feu? Ina maana mai iko kushingo. Sasa ngoja nikusomee hii ili tangazo lao la magaidi wa M23. Sasa mko naambiwa bwana tulieni M23, mnaifai kama mko na akili mingi sana. Kipigo hiki ambacho walikipata wa jamaa hawatakisahau na kitaendelea kuwa kumbukumbu kubwa ndani ya maisha yao. Wanaandika hivi: communiqué officiel du 22, hii ilikuwa ni tarehe 22 ndio hapo jana. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 informe le public de ce qui suit. L'Alliance Fleuve Congo inawajulisha jamii haya yafuatayo. Moja, dans le souci de favoriser des conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue politique traitant de causes profondes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 décide de repositionner ses forces de la ville de Walikale et de ses environs conformément au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 22 février 2025 kwa nia ya kutaka kuweka kipaumbele masuala yanayoendelea ya kutafuta amani na mazungumzo ya kisiasa ambayo yanaendelea kuleta fujo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi Alliance Fleuve Congo M23 tumeamua kuondoa majeshi yetu ndani ya mji wa Walikale
pamoja na kando kando kutokana na kitendo cha Sisiforia ambacho kiliweza kutangaziwa tokea hiyo tarehe 22 za mwezi wa pili 2025. Ya pili wanasema elle invite les leaders communautaires et toute la population de Walikale à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la population civile et de leurs biens pendant cette intermission de bonne foi. Inawahitaji pia viongozi wa maeneo kuweza kuwalinda raia, kukamata misingi ya kuwalinda raia ya muhimu maeneo yote ya Walikale, na kuwalinda pia pamoja na mali zao kwa wakati huu ambako wamejiondoa kwa nia njema tu. L'Alliance Fleuve Congo reste engagée en faveur d'une résolution pacifique du conflit et réitère son engagement à protéger et défendre la population civile ainsi que ses positions. Alliance Fleuve Congo M23 inabaki ikiwa iko tayari kwa ajili ya suluhisho la amani kutokana na vita, na inaongeza juhudi zake kwa kulinda raia pamoja na maeneo ambako wanashikilia. Mimi najiulizaga hivi, nyinyi M23 mnakuja mnasema nous protégeons la population et leurs biens. Quelle population que vous êtes en train de protéger? You say that you are protecting people. Which kind of people are you protecting? Which civilian are you protecting? Which one? Now tell me about Goma. What is going on in Goma? Bukavu, the same way. You are killing people for nothing, and then you are pretending to protect them. Which people are you protecting? Oh, come on. Vous disiez que vous êtes en train de protéger la population. Quelle population que vous protégez? Vous les M23 là. Na point nyingine wanasema kwamba l'alliance souligne que toute provocation ou attaque par les forces de la coalition du régime de Kinshasa contre la population civile, y compris dans les zones libérées, et ses positions entraînera une annulation automatique de cette décision. Tunavuta bangi kabisa. Yaani wanaipiga mkwara serikali. Wanasema na Alliance Fleuve Congo inasema hivi, uchokozi wowote ule ama mashambulizi yoyote yale ambayo yatafanyika either na FRDC ama na wazalendo, sawa, dhidi ya raia na dhidi ya maeneo ambako wao wameachukua, wao wanaitaga les zones libérées. Sasa najiuliza zone gani mko mna libere? Est-ce que mko ba liberateur ama mko ba envahisseur?